Naitwa Mhandisi Innocent Luoga, ni kamishna wa umeme na nishati jadidifu natoka Wizara ya Nishati, na leo nipo hapa pia kumwakilisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati kwenye huu mkutano wa nishati jadidifu ambao unafanyika kila mwaka, umeandaliwa na serikali kupitia Wizara ya Nishati pamoja na TAREA ambao ni shirikisho au taasisi inaunganisha taasisi zote. Na lengo la mkutano huu kuwaleta wadau pamoja wanaohusika na masuala ya nishati jadidifu katika kuangalia uwekezaji katika nishati hiyo, lakini pia changamoto zilizopo, namna kuendelea mbele. Na lakini leo pia serikali tumepata nafasi sasa ya kuelezea ule mpango mahususi wa nishati ambao kama mnavyokumbuka mwezi Januari mwaka huu 2025 tarehe 27 mpaka 28 Tanzania tulikuwa wenyeji wa mkutano huo wa wakuu wa nchi za Afrika. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndo alikuwa amealika wakuu wa nchi zote za Afrika kwa ajili ya huo mkutano ambao ni mara ya kwanza kufanyika katika Afrika. Sasa katika ule mkutano kulikuwepo na malengo ambayo kila nchi tulipewa, na sasa ndio maana tumeshiriki mkutano kwa sababu katika ule mkutano kulikuwa na malengo ya kuongeza uwekezaji katika uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu. Kama ambavyo umeniuliza, kwa sasa hivi uzalishaji wa umeme tunazalisha umeme takriban megawati 1431 ndio umeme tunazalisha nchi nzima, na katika umeme huo umeme wa maji peke yake tayari tunazalisha megawati 2700 ambayo inachangia mpaka 67%, lakini pia umeme wa gesi umeme kwa kutumia gesi tunazalisha 28%, megawati 1198, lakini umeme unaozalishwa kwa kutumia jua ni megawati 5 ambazo ni 0.26, lakini umeme unaozalishwa kwa tunga motaka kama alivyosema mwenyekiti, tunga motaka ni mabaki ya takataka kwenye viwanda vya sukari lakini na mazao mengine, unazalisha kidogo sana, takribani ni megawati 10.5. Sasa ukiangalia tunahitaji kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu, lakini sasa katika maeneo mengine, na ndio maana huu mpango wetu ambao leo hapa tumepata nafasi kama serikali kuwaeleza wadau, tumewaonesha namna ya kuongeza kama ulivyouliza. Kwa sasa hivi tuko 61%, tunataka ikifika mpaka mwaka 2030 tufike 75%. Hayo ndo malengo ya mpango mahususi wa nishati ambao tunaita National Energy Compact, kwamba tufike 75%. Na hizo 75% zinatoka wapi? Tunatakiwa kuongeza uzalishaji kwa kutumia maji tena. Tumeonesha hapa miradi ambayo ya maji itakayoenda kuleta hiyo 75%. Kuna miradi yetu mikubwa ambayo sasa hivi iko katika hatua mbalimbali za maandalizi na utekelezaji. Kama mnavyofahamu, tayari tumekamilisha mradi wa Rusumo kule, ambapo mradi ni wa kikanda, unashirikisha nchi za Burundi, Rwanda na Tanzania, megawati 80, lakini pia tumekamilisha mradi mkubwa sana wa Julius Nyerere, megawati 2115. Sasa hivi tunazalisha megawati zote kupitia mradi huo. Tulikuwa na megawati kwa nchi nzima, tulikuwa na megawati 2000 tu ilipokuwa mwaka jana 2024. Baada ya mradi kukamilika tumepika mpaka megawati 1431. Sasa huu mradi uzalishaji wake ni nishati jadidifu kwa sababu ni maji. Lakini kama mnavyofahamu sasa hivi tunavyoongea hapa tunatekeleza mradi. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati aliwenda kuweka jiwe la msingi kule kuashiria kuanza kwa mradi mwaka jana kule Malagarasi Kigoma, na mnatambua tayari Kigoma nayo tumeshaingiza kwenye gridi ya taifa. Hizo ni juhudi zinazofanyika na serikali katika hii miradi, lakini hivi tunavyoongea pia tuko kwenye maandalizi ya mradi wa Kakono ambao utazalisha megawati 87, wenyewe unatekelezwa kule mkoa wa Kagera. Kwa hiyo hii ni miradi ya kuzalisha umeme ambayo serikali tayari ipo katika mipango ya utekelezaji mingine na mingine maandalizi. Miradi itakayokuja tena katika kuhakikisha tunafikia 75%, mradi wa Ruji ambapo Ruji kule Njombe utaenda kuzalisha megawati 358, lakini kutakuwa na mradi mwingine wa Lumakali huko megawati 222, tutakuwa na mradi wa Kikonge megawati 320. Hii ni miradi ya maji kwa sababu ndio nishati jadidifu tunayozungumzia. Lakini hatuishii hapo. Ili kuwa na usalama wa nishati tunahitaji kuwa na umeme unaozalishwa na vyanzo mbalimbali, na ndio maana sasa hapa mmemsikia mwenyekiti na sisi tunazungumzia uwe na maji, lakini unatakiwa uwe na jua, uwe na upepo, uwe na joto ardhi.
lakini pia uwe na hizi tungamutaka. Sasa ukiwa na vyanzo mbalimbali ndio unakuwa na usalama wa nishati. Sasa kwenye kongamano hili tumeona maonesho waliokuja kuona hapo, lakini pia tumeona sasa washiriki wa kongamano hili wanataka pia serikali iende kwenye vyanzo vingine, tunataka vyanzo mbadala. Sasa katika mpango mahususi wa nishati ambao tunaita National Energy Compact, pia tumeainisha ili kufikia 75% tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia upepo megawati takribani 500. Tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia jua megawati takribani pia 500. Alafu tunaenda kuzalisha umeme kwa kutumia joto ardhi. Tunazipata wapi? Kwenye jua mnafahamu serikali yenyewe tayari imeshaanza kufanya juhudi. Kule Kishapu, Shinyanga tuna mradi wa jua ambapo ikifika wa uwezo wa megawati 150. Ikifika mwezi wa 10 mwaka huu tayari tutakuwa na megawati 50. Na mwakani tunaenda kuongeza megawati 100. Kwa hiyo serikali yenyewe tayari imeshafanya juhudi ya kwenda kwenye nishati jadidifu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kutoa hizo fedha na kuweza kufanya hiyo miradi. Lakini pia tuna miradi mingine ya juu ya upepo ambayo imetamkwa. Tuna kule Singida Kititimo, tunayo kule Makambako, tunayo. Hiyo yote inaenda kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu, na kwa maana hiyo tuna uhakika wa kufikia 75% ifikapo mwaka 2030. Kazi ya serikali sasa hivi na tumbana tuko hapa. Serikali haiwezi kufanya kazi hii peke yake. Kama mlivyoona pale kuna fedha zinazohitajika katika kukamilisha hii miradi. Takribani dola za Marekani bilioni 12 zinahitajika kwa ajili ya nani hapo. Hizo kama ni zaidi ya trilioni 3 na kuendelea. Lakini pia tunahitaji tunahitaji pia sekta binafsi kusaidia, ambapo sekta binafsi peke yake takribani bilioni 4 wanatakiwa kuchangia na serikali itachangia bilioni 8 za Marekani kwa ajili ya kuweza kutekeleza hii miradi. Jina naitwa Dr. Prosper Magali, ndio mwenyekiti wa Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania. Na leo hapa kuanzia leo na kesho tutakuwa na shughuli yetu maalum ya Renewable Energy Week ama wiki ya nishati jadidifu kwa mwaka huu 2025. Na tumealika serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo, sekta binafsi, na kuna mijadala itaendelea hapa kwa siku 2 leo na kesho, lakini pia kuna maonesho ambapo shughuli mbalimbali na teknolojia za nishati jadidifu zinaonyeshwa na wadau wetu mbalimbali. Sasa kwanza tunapenda kuishukuru serikali kwa ushirikiano ambao wanatupatia. Ili sekta binafsi iweze kufanya kazi yake vizuri, tunahitaji mazingira mazuri ama mazingira wezeshi. Na serikali imekuwa ikifanya kazi vizuri sana na sisi kuhakikisha kwamba tunakuwa na mazingira wezeshi ya kufanya shughuli zetu. Tumeshirikishwa kwenye maandalizi ama maendeleo ya mipango mbalimbali, mipango mikakati mbalimbali. Kwa mfano mpango ule wa nishati safi ya kupikia tulishirikishwa katika kutengeneza. Kuna mpango wa ufanisi wa nishati tumeshirikishwa, lakini kwa ujumla kila wakati ambapo serikali inataka kubadilisha sera ama kuleta sera mpya, mara zote tumekuwa tukishirikishwa na tunatoa maoni yetu ambayo yanafanyiwa kazi. Na kwa sababu hiyo basi kuna mchango wa kutosha kabisa kutoka kwenye sekta binafsi kwenye kuongeza kwanza uzalishaji wa umeme hapa nchini kwetu, lakini pia kwenye maeneo mengine mbalimbali. Tukizungumzia kwa mfano nishati safi ya kupikia, nadhani leo hapa mtaona kuna wadau wetu wanaonyesha teknolojia mbalimbali za nishati safi ya kupikia. Sisi kama wadau wa nishati jadidifu tunasema kwamba ni lazima tuangazie zile teknolojia ambazo zitakuwa nafuu na zitapatikana kwa urahisi kwa wananchi, na tunafikiri kwa teknolojia za nishati jadidifu ndizo teknolojia ambazo zinaweza kupatikana kwa unafuu na ziko kila mahali ambako wananchi wetu wapo. Moja ya eneo ambalo tunalihamasisha pia ni kupika kwa kutumia umeme. Kwa sasa teknolojia imeendelea sana. Nadhani kuna majiko ambayo yanatumia umeme kidogo sana. Na kwa kuwa sasa umeme umefika karibu kila mahali, vijiji vyote kwa sasa vina umeme. Kwa hiyo tukitumia umeme kupika tutawafikia watu wengi zaidi kwenye teknolojia ya nishati safi ya kupikia. Karibu 61% ya uzalishaji wa umeme unatokana na nishati jadidifu. Na hasa ni kwa sababu sehemu kubwa ya hiyo inabebwa na uzalishaji kwa kutumia maji ama miradi ya hydro.
Kwa hiyo tuna karibu 61%, na kwenye ule mpango mahususi wa serikali tunataka tufikie 75% ifikapo 2030. Kwa hiyo mchango wa nishati jadidifu ni kiwango kikubwa sana. Tunachotaka sasa kufanya, kwa sababu asilimia kubwa ya hiyo inatokana na maji, tunataka sasa hizi zingine, kwa mfano umeme jua, upepo na zingine hizi za nishati jadidifu ziongeze pia mchango wake, kwa sababu hizi zingine mchango wake haufikii 1%. Kwa hiyo tunataka hizi na zenyewe ziweze kuongezeka kuweza kuchangia, na mpango mahususi wa serikali ama National Energy Compact inataka kwa mfano kwenye umeme jua tuongeze mpaka megawati 500 kwenye uzalishaji wa umeme. Kwa hiyo sisi tumefurahi kwa jinsi ambavyo serikali imeweka mipango yake.